ajili ya neema yako takatifu. Roho wa Kristo ninakusihi ujidhihirishe kupitia maneno haya katika jina la Yesu Kristo. Kupitia ujumbe uwe Bwana ukamfungue kila mmoja wetu, na hata kwa yule anayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Leo tutaangalia ujumbe ambao una kichwa kinasema roho ya manunguniko. Sema roho ya manunguniko. Haleluya. Sema kwa sauti ya juu, roho ya manunguniko. Turudie wote kwa pamoja, 1, 2, 3 kwa pamoja. Roho ya manunguniko. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 14. Angalia pale, kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 14. Mali hapo Biblia inasema hivi: yatendeni mambo yote pasipo manunguniko. Sema yatendeni mambo yote. Hebu ongea kama mtu uliye hai kiroho kwa sauti. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu. Ongea kwa sauti, mpate kuwa wana wa Mungu, wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na hila, kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa mianga katika ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku kwa siku tunaendelea kujifunza mambo mengi ambayo Mungu anahitaji tuyafanye au tuweze kuyajua. Amen. Au mambo ambayo yeye anatuzuia sisi tusiyafanye ili tuweze kuishi maisha ya kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya mambo ambayo unakuta yanawakosesha watu wengi kubarikiwa au kufunguliwa au kutembea na Mungu kwenye maisha yao ni roho inaitwa roho ya manunguniko. Haleluya. Tutakwenda kuangalia, utaona jinsi ambavyo roho ya manunguniko inaambatana na vitu vingi. Haiji yenyewe kama yenyewe, inakuwa ina roho nyingi ambazo zinatenda kazi ndani yake. Amen. Na hiyo sio kwamba ni kwa mjibu wa ufunuo wangu tu, hapana, bali maandiko yanaeleza waziwazi kuhusiana na hilo. Shike mkono jirani yako, mwambie manunguniko yanaweza kukuzuia usimuone Mungu. Haleluya. Tukianza kabisa, kabla sijafafanua hapa ambapo tumepasoma, ukianza ukisoma kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16, ukisoma pale Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo maana kwamba Mungu anapenda sisi tuwe ni watu wa shukrani. Sema amina. Tuwe ni watu wa shukrani, si watu wa manunguniko. Ina maana anachukia manunguniko. Na ndio maana nasema imetupasa kuwa ni watu wenye mioyo ya shukrani. Lakini sio hapo. Tukija kwa kitabu cha Filipi utaona jinsi ambavyo Paulo mtume aliandika waraka kwa watu wa kanisa lililoko Filipi, akiwaeleza ya kwamba wanapaswa kuyatenda mambo yote pasipo manunguniko. Maana watakapofanya hivyo, hapo ndipo watakuwa wana wa Mungu. Haleluya. Ina maana kwamba hawapaswi kufanya mambo kwa manunguniko au kwa mashindano. Mashindano anayeeleza hapo maana yake ni kukomoana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyu amenifanyia hivi na mimi nitamkomoa, nitamfanyia hivi. Huyu amefanya hivi na mimi nitamkomesha, nitafanya hivi. Kwenye ufalme wa Mungu hicho kitu cha namna hiyo hakipo kabisa. Haleluya. Kwa hiyo Paulo anaandikia watu, anasema yatendeni mambo yote. Yaani wafanye kila kitu pasipo manunguniko. Manunguniko yanaweza kuzuia usimuone Mungu. Manunguniko yanaweza kusababisha ukashindwa kuona uwepo wa nguvu za Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Haijalishi unaomba. Unaweza ukawa ni mwombaji, lakini kama wewe ni mtu wa kunungunika, maombi yako ni kama yale yatakuwa ni bure. Utaona majibu. Haleluya. Haijalishi wewe ni mtu wa kufunga, haijalishi wewe ni mtu wa kutoa, lakini unapokuwa ni mtu mwenye manunguniko, huwezi kuona majibu mazuri kwa kila ambacho unataka Mungu afanye kwenye maisha yako. Kama unahitaji kumwona Mungu kwenye maisha yako, ni lazima uache manunguniko, uwe ni mtu mwenye moyo wa shukrani. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Shike mkono jirani yako, mwambie acha manunguniko. Mwambie acha manunguniko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Manunguniko yanazuia wengi wasimuone Mungu kwenye maisha yao. Wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri wanaelekea wapi? Kanaani. Safari yao ilirefushwa sana kutokana na sababu nyingi, lakini sababu mojawapo iliyosababisha safari yao ikarefushwa ni manunguniko. Tutaangalia kwenye maandiko utaona. Amen. Mungu alikuwa akiwatendea hivi, lakini bado hawakumbuki kile Mungu amefanya. Wananungunika tu, wanamwambia Musa, wewe umetutoa kule kwa nini? Wakati wao ndio walikuwa wanapitia shida. Wakamuomba Bwana, Mungu akatuma msaada kwa ajili yao kwamba watolewe kwenye mateso waliokuwa wanapitia, lakini bado wakawa wanasahau. Amen. Wakawa wanasahau. Kwa hiyo kutokana na manunguniko yao wakajikuta wanatembea jangwani kwa muda zaidi ya miaka 40, hawafiki kule wanakokwenda. Lakini chanzo mojawapo kilichosababisha safari yao kuwa ndefu ni manunguniko. Haleluya. Wengi wenu mmerefusha safari zenu sana. Unatamani kufikia mafanikio, unatamani kufikia kiwango cha baraka fulani, lakini unashangaa unakwenda haufiki. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimekaa katikati hapo, manunguniko. Mpaka siku ukiacha ndipo utafika Kanaani yako. Hata usiposema amen ndio hivyo. Haleluya. Shike mkono jirani yako, mwambie acha manunguniko. Kuwa mtu wa moyo wa shukrani. Haleluya. Mungu anasema ninapendeza na watu wenye mioyo ya shukrani. Lazima uwe mtu wa kushukuru. Nasema nishukuru hata kwa changamoto, ndio. Anasema shukuruni kwa kila jambo. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu ambacho Mungu anakiruhusu kwenye maisha yetu kinakuwa kina makusudi. Wao wanaweza usikipende, lakini kina makusudi mazuri. Haleluya. Na ndio maana lazima tunapaswa kuwa ni watu wenye mioyo ya shukrani. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo Mungu anavichukia, anachukia sana tabia ya manunguniko. Mtu mwenye tabia ya manunguniko, watu wenye tabia za kunungunika, Mungu anachukia sana. Haleluya. Shike mkono jirani yako, mwambie usinungunike. Mwambie usinungunike tena. Kuwa mtu wa moyo wa shukrani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye roho ya manunguniko, andika, yeye aonagi jema hata moja. Ndio maana nakwambia kwamba roho ya manunguniko inaambatana na roho nyingi sana huko ndani. Amen. Yeye anakuwa haoni jema hata moja. Tutakwenda kuangalia kwa mfano wa Waisraeli jinsi walivyokuwa. Mungu alikuwa anafanya matendo makubwa sana ya ajabu katikati yao, lakini wakifika mahali fulani wanasahau, wananungunika. Mpaka ikafikia wakati Mungu akachoka sasa. Ikabidi awaadhibu hao watu. Haleluya. Nimekwambia kwamba mtu mwenye roho ya manunguniko huwa hana jema hata kama ukifanyaje. Hata umbebe mgongoni, umbebe kichwani, ni unajisumbua. Amen. Atalaumu tu. Kwa nini? Kwa sababu amepagawa na hii pepo la roho ya nini? Ya manunguniko. Lakini vile vile mtu mwenye roho ya manunguniko huwa hana shukrani. Hana shukrani kwa sababu si hana jema lolote, atashukuru kwa kitu. Haleluya. Anakuwa ni mtu ambaye ana shukrani. Lakini sio hivyo tu, mtu mwenye roho ya manunguniko anakuwa ni mtu asiyeridhika. Yaani aridhiki. Hata ukimpa kitu fulani anaona kana kwamba hana. Hata akifanywa kitu fulani anaona kana kwamba hajapata. Sio kama unanielewa eh? Yaani yeye ni kunungunika tu muda wote, ni kunungunika. Hiyo vitu iko ndani ya kanisa na hata kwenye familia zetu pia. Kuna watu wa jinsi hiyo. Haleluya. Pepo la manunguniko ni baya mno. Lina uwezo wa kukutenga, kukuweka mbali mno na Mungu. Usimuone Mungu kwenye maisha yako. Jiweke mbali na manunguniko. Nasema jiweke mbali na manunguniko. Sema leo. Kwa sauti ya juu, leo. Ninabadilika katika jina la Yesu Kristo. Hebu kila mmoja ongea, sema nabadilika. Sema nabadilika katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo tusipoweza kuwa makini vinaweza kutuweka mbali na nguvu za Mungu. Tunaweza kuwa tunatamani kumwona Mungu kwenye maisha yetu, lakini tukao hatuoni hizo nguvu za Mungu kwa sababu ya vitu fulani tulivyo navyo. Haleluya. Shike mkono jirani, acha manunguniko. Ubadilike katika jina la Yesu. Mwambie ubadilike. Haleluya. Soma kitabu cha lako wa Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9. Fungua Biblia yako pale na utaona jinsi maandiko yanavyosema. Petro wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 9. Haleluya. Bila shaka utakuwa umepata.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nitaanzia mstari wa 7 ili kupata maana nzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena kwanza ni Petro wa kwanza sura ile ya 4. Tayari umeshapata? Haleluya. Mimi nitaanzia mstari wa 7 ili kupata maana nzuri mpaka mstari ule wa 10. Anasema hivi, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili. Sema basi iweni na akili. Basi iweni na akili. Mkeshe katika sala. Ongea kwa sababu ya mkeshe katika sala. Mkesha maana yake wewe ni mtu wa kuomba kila wakati, sio Jumapili kwa Jumapili. Wewe wale watu wa Jumapili kwa Jumapili mnaambiwa hapo. Unasikia Anasema mkeshe katika sala. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana. Hapo ndo kwenye shida. Katika kufanyaje? Muwe na juhudi. Hilo ni jambo ambalo linahitaji juhudi. Yaani ujilazimishe kumpenda mtu hata kama amekukwaza. Ujilazimishe kumpenda mtu hata kama amekutendea mabaya. Hapo wanasema hapo ni ngumu. Kama ni ngumu basi mbinguni wewe. Haleluya. Hiyo ndo habari ya Biblia inavyoeleza. Sema amen. Amen. Labda ngoja tusome wote. Kuna wengine hawapendi kupasoma. Sema zaidi ya yote. Zaidi ya yote. 1 2 3 kwa sababu ya juu. Zaidi ya yote. Zaidi ya yote. Iweni na juhudi. Iweni na juhudi. Nyingi. Katika kupendana. Katika kupendana. Mshike mkono jirani yako hapo, mwambie tupendane. Tupendane. Kama kuangalia usoni juu akupendi, mwambie tupendane. Tupendane. Haleluya. Tupendane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kwa sababu upendano ustiri wingi wa dhambi. Yaani mtu hata kama amekukosea lakini ukimpenda utaficha kitu chake. Amen. Haleluya. Anasema upendano ustiri wingi wa dhambi. Mstari wa 9 anasema mshirikishane ninyi kwa ninyi. Anasema mkaribishane, anasema mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo manunguniko. Sema pasipo manunguniko. Sema pasipo manunguniko. Pasipo kunungunika. Pasipo kunungunika. Anasema kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama wakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Tosha tu hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na juhudi katika kupendana, tusinungunikiane. Sema amen. Na ndio maana unaona kuna mahali ambapo Yesu anasema msilaumu nanyi hamtafanyaje? Hamtalaumiwa. Yaani kile unachokifanya lazima na wewe utafanyiwa hivyo. Kwa mujibu wa maandiko jinsi yanavyoeleza. Chochote unachokifanya iwe ni kizuri au kibaya, kumbuka hiyo ni mbegu umepanda. Kwa hiyo tegemea kuvuna. Haijalishi ya kwamba hutavuna kwa muda huo, lakini kuna majira yatakuja. Yamkini itakuwa ni wakati ambapo mimi naweza nikawa sipo, lakini ikaja wakati wa vizazi vyangu mimi wakavuna kila ambacho mimi nimepanda. Iwe ni kizuri au kibaya. Si kama unanielewa? Kwa kile ninachokifanya leo hii ninapanda kwa ajili ya maisha yangu na kwa ajili ya vizazi vyangu vile vile. Mavuno lakini na mimi vile vile nitavuna. Wewe uko makini kwa jinsi unavyofanya. Haleluya. Ukiwa ni mtu mwenye manunguniko na wewe vile vile utanungunikiwa pia. Unanielewa? Lakini zaidi ya yote manunguniko yanakuweka mbali zaidi na Mungu. Lazima ujitahidi kuwa mbali kabisa na manunguniko. Haijalishi kuna majira na madhara ambayo tunapitia kwenye maisha yetu. Inaweza ikawa ni majira ya changamoto, unapitia changamoto, unapitia mambo magumu, unapitia mambo ya kuvunja moyo, mambo ya kukatisha tamaa. Mwambie Mungu asante. Ninajua ya kwamba hiki kitu hakitakaa tu daima kwenye maisha yangu. Bado unanipitisha hapa na ninakwenda kuvuka kwenda kuingia Kanaani yangu. Na itakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Lazima uwe ni mtu mwenye moyo wa shukrani, sio mtu uliyejaa manunguniko. Sema amen. Iwe kuna changamoto, nimekwambia jambo lolote lile ambalo linakuja kwenye maisha yetu linakuja kwa kusudi. Haleluya. Mungu anaweza akaachilia kitu fulani kwenye maisha yangu, mimi ikawa hicho kitu sijakipenda. Amen. Kwa sababu kwa hali ya kibinadamu kinaweza kuwa kinaumiza, lakini kumbe kina kusudi zuri. Mungu anaweza akaachilia kitu fulani kwenye maisha yako. Amen. Ataruhusu changamoto ya aina fulani kwako, lakini si kana kwamba amekusudia kukuangamiza. Hapana, kuna kitu kizuri amekusudia juu yako. Lazima umshukuru Mungu. Sio ni mtu mwenye manunguniko. Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa? Shike mkono jirani yako, mwambie waacha manunguniko. Haleluya. Tabia manunguniko
ndio unaokuta inasababisha Wakristo wanatembea hawana nguvu za Mungu. Wanaenda tu kanisani lakini hawana chochote. Wamekuwa ni maikabodi. Unajua maana ikabodi? Kabodi maana yake ni utukufu kuondoka. Yaani ulikuwepo ila umeondoka. Kuna wengi hawana utukufu wowote walikuwa nao zamani. Lakini sasa utukufu huo haupo. Ulikuwa unaweza kuona vitu fulani ukiomba, lakini sasa hivi huoni. Umekuwa ikabodi, huoni kitu. Mshike mkono jirani yako, mwambie kwanza sasa uone. Haleluya. Hapo sasa ukiona wapendwa hawachangamki, jua ndio hapo pamewagusa. Wengi wamekuwa maikabodi, walikuwa wanaweza kufunga, sasa hivi huwezi kitu. Ikabodi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu. Naomba unipe neema. Sema naomba unipe neema. Roho ya manunguniko isitende kazi ndani yangu. Sema isitende kazi ndani yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nimekuambia Waisraeli waliweza kurefusha safari yao, wakatembea kwa muda wa zaidi ya miaka 40 wakiwa wanatembea na wafiki kule wanapokwenda. Sababu moja wapo ilikuwa ni manunguniko. Japokuwa kuna sababu nyingine nyingi tu. Amen? Amen. Kwa hiyo safari yao ikawa inazidi kuwa ndefu. Wanakwenda mahali ambapo hawafiki. Wanatembea kwa mwendo ambao hawamalizi. Kila siku ni safari. Hawafiki kule wanapokwenda. Haleluya. Matokeo yake mpaka wengine wakafia njiani. Vizazi vyao ndio walikwenda kuingia pale Kanaani. Lakini wengine wao wengi walifia njiani. Kitu kimoja wao kilichosababisha wakafia njiani ni manunguniko. Tutakwenda kuangalia kwenye Biblia, utaona jinsi ambavyo Mungu alichukia akawa anaruhusu nyoka za moto ziwaume. Mtu akinungunika hivi nyoka ya moto na mng'ata anakufa. Pale ikafikia wakati watu wakaenda kumlilia Musa, wakamwambia kwamba amuombe Mungu azuie hili. Haleluya. Shike mkono jirani, manunguniko ni hatari sana. Fungua kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 kuanzia mstari wa 10, utaona jinsi walivyoanza manunguniko. Hiyo ni mifano hapo. Tunaanza sasa. Haleluya. Kutoka sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 10 hadi wa 13. Bila shaka umepata. Haleluya. Amen. Anasema hivi kuanzia mstari ule wa 10. Umepata mahali hapo? Anasema hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, sema je, kwa sauti ya juu, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri. Kila mmoja aongee, hapakuwa na makaburi katika Misri. Umetutoa huko ili tufe jangwani. Unasikia hayo manunguniko? Umetutoa ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanyia leo, kwa maana wa Misri mnaoona leo hamtaona tena milele. Anasema Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Haleluya. Tunaona mfano hapa wa Israeli jinsi ambavyo walianza kunungunika. Wanamnungunikia Musa. Amen. Baada ya kuwa kuna changamoto ambayo imetokea mbele yao. Biblia inasema kwamba walifika mahali fulani ambapo ruwa kuna bahari ya Shamu na hamna kivuko hapo cha kuwavusha. Alafu nyuma yao kuna jeshi la Farao linakuja. Wao wakawa wanaona kwamba hapa hakuna kuokoka tena, tunakufa. Amen. Wamesahau ya kwamba yule Mungu aliyewatoa kule anaweza kuwavusha hata hapo. Hata kwako anaweza kukuvusha. Sema amen. Kumbuka anaeleza kwa habari za Waisraeli. Sasa Mungu aongea na Waisraeli leo. Anaongea na wewe hapa. Anaongea na mimi hapa. Sema amina. Haleluya. Kwa hiyo hao watu wakaanza kunungunika. Wanamwambia Musa ya kwamba kwa nini umetutoa kwenye nchi ya Misri? Haya maneno sio ambayo yale tuliyokuambia tukiwa kule kwamba tuache tuwatumikie wa Misri lakini kuliko kufa jangwani. Kwa sababu hata kule Misri kulikuwepo na makaburi ya kutuzika. Kwa nini umetutoa? Kwani Musa aliwatoa yeye mwenyewe kwa kuamua kwa akili zake? Hapana. Ukisoma kwenye maandiko utaona Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa wanapitia utumwa mgumu sana.
wakawa wanatumikishwa na Farao. Amen. Wakawa wanateswa kutokana na mateso waliokuwa nayo. Biblia inasema ya kwamba Waisraeli wakalia mbele za Bwana, kinywa chao kikamfikiria Mungu. Mungu akakumbuka agano aliloagana na baba zao Ibrahim, Isaka na Yakobo, akamtuma Musa awatoe. Haleluya. Maombi yao ndio yaliyosababisha Mungu atume msaada. Lakini sasa wanaanza kukashifu. Wanaanza kusema ya kwamba kwa nini umetutoa? Kwa nini umetutoa? Ungelituacha tufie huko huko kuliko kufia hapa. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Musa akawatuliza akasema, nyamazeni, kwa maana hao Misri mnaoona leo hamtaona tena milele. Haleluya. Nawe Bwana nakwambia unyamaze. Hakuna haja ya kunungunika, unyamaze. Sema amen. Haleluya. Haijalishi unapitia changamoto ya namna gani, mtazame Bwana. Haleluya. Unapopitia shida ya aina yoyote, sikiliza nikwambie, ili imani yako iweze kufanya kazi, usianze kutafakari kwa habari ya shida iliyoko mbele yako. Kumbuka ni mambo mangapi ambayo Mungu alishawahi kufanya nyuma kabla ya hapo. Unanielewa? Ukikumbuka tu mabaya utaishia hapo hapo, adui ataharibu kila kitu, utavunjika moyo. Lakini unapokutana hali ngumu, kumbuka nishawahi kupitia hali fulani, Mungu akanisaidia nikavuka. Nishawahi kupitia hali fulani, Mungu akanisaidia nikavuka. Nishawahi kupitia changamoto fulani, Mungu akanisaidia nikavuka. Na hata katika hili nitavuka. Na Bwana atakuvusha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unajua tunaposema imani ni kutafakari matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Usitafakari vitu vibaya. Tafakari matendo makuu ya Mungu. Usiangalie ukubwa wa tatizo lililoko mbele. Tafakari yale mambo ambayo Mungu alishawahi kufanya kwako na kwa watu wengine pia. Haleluya. Hao Waisraeli walipaswa kukumbuka jinsi ambavyo Mungu ametenda mambo ya ajabu kule Misri. Wakati wa Misri wanaadhibiwa, Mungu anaachilia chawa zinakwenda kwenye nyumba zote za Misri, wao wako salama, hakuna hata chawa mmoja anawatembelea. Wakati Mungu anaachilia manzi, nzi wakawa wanatembea kote kwenye nyumba za Misri, kwenye nyumba zao hakuna hata nzi mmoja anaruka. Sisi kuna mtu anaelewa hapa? Walipaswa kutafakari hayo. Haleluya. Na wewe kuanzia hivi leo ubadilike katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Wakamwambia Musa, kwa nini umetutoa? Kwa nini? Na wakati wao ndio walikuwa naomba Mungu awatoe. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa? Sema Bwana Yesu, naomba unipe neema. Kwa sauti ya juu, Bwana Yesu, naomba unipe neema. Nibadilike katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ukiendelea kuwa na manunguniko, unarefusha safari yako. Utakuwa unakwenda kwa mwendo mahali ambapo haufiki. Unakwenda hapo ufiki. Haleluya. Utalaumu labda hakuna upako. Sio kwamba hakuna upako, jipeleleze mwenyewe. Kama ni mtu wa kunungunika, wewe ndio umezuia mwenyewe. Haleluya. Umezuia muujiza wako mwenyewe. Kuna mtu anaelewa mahali hapa? Angalia tena kitabu cha Kutoka sura ya 16. Uone manunguniko yanaendelea. Hapa Mungu amewafanyia muujiza, wamevuka bahari ya Shamu. Lakini mara tu kidogo tu wameshasahau kile Mungu amefanya. Kitabu cha Kutoka sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Angalia pale mpaka wa 4. Narudia tena. Kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wana wa Israeli wakamnungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa katika mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama. Yaani hao watu akili zao ni za ajabu. Yaani eti wangelikufa walipokuwa wameketi karibu na sufuria za nini? Za nyama. Angalia vitu ambavyo wanakumbuka. Vitu vya ajabu ajabu. Haleluya. Amen. Yaani kumbe, haleluya, manunguniko yaanza leo. Yalianza vizazi na vizazi. Narudia tena, tusome tena. Kuanzia ule mstari wa 3. Tusome pamoja. Anasema hivi, wana wa Israeli wakamwambia, wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri,
hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nini? Za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani umetutoa huko na kututia katika bara hili ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitaonyesha nyinyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, nao watu watatoka nje na kuokota kila mtu sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu. Sema ili nipate kuwajaribu. Kumbe kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akavifanya, anakujaribu. Haleluya. Anasema ili mfanyeje? Nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria zangu ama sivyo. Tosha, tuangaliane huko mbele. Haleluya. Hawa watu Mungu alifanya muujiza, wakavuka kwenye bahari kwa muujiza wa ajabu. Haleluya. Achilia mbali yale mambo ambayo Mungu alikuwa ameyatenda kule Misri kwa kumpiga Farao pamoja na watu wake. Achilia mbali haya. Haleluya. Lakini baada ya kuvuka tayari wameshasahau. Hawana kumbukumbu tena kwamba Mungu anaweza kufanya. Haijalishi hawana chakula. Hapo walikuwa wamekosa chakula. Amen. Wanamwambia Musa na Haruni, kwa nini mmetutoa huko ili kututoa kwa njaa katika bara hili? Wakasema si bora tungekufa kwa mkono wa Bwana huko tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tungefia tu hapo. Haleluya. Wanaonung'unika si watoto, ni watu wazima. Ni bora tungelifia karibu na zile sufuria tulipokula chakula mpaka tukashiba. Lakini imetuleta huku ili kutuua kwa njaa. Wananung'unika. Mungu akasema nitaonyeshea watu mvua ya mkate kutoka mbinguni. Amen. Na kila mtu ataokota sehemu yake ya siku, ili nipate kuwajaribu kujua kama watatembea katika sheria zangu ama sivyo. Haleluya. Haya mambo yote Mungu alikuwa anaruhusu hao watu, kama ni kiu waone kiu. Anaruhusu ili aone wakoje. Amen. Kama ni njaa aone njaa. Si kana kwamba Mungu anashindwa kutupa kila kitu. Anaweza kutupa kila kitu bila hata kuomba, bila hata kufunga, bila hata kufanya chochote. Sema amina. Amen. Lakini kuna vitu fulani ambavyo yeye mwenyewe anavifanya kwa makusudi kutupima. Amen. Unanielewa? Anasema sawa, nitawapatia hizo chakula ili nipate kufanyaje? Kuwajaribu kwamba watakwenda kwenye sheria zangu ama sivyo. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Shika mkono jirani, hata unachopitia inawezekana Mungu anakupima. Mwambie inawezekana Mungu anakupima. Hiyo changamoto ulionayo ni Bwana anakujaribu. Kwa hiyo usinungunike. Haleluya. Jamani, kuna mtu anaelewa? Huyu aliyegawanya bahari ya Shamu alikuwa anashindwa kuwapa mkate. Alikuwa anaweza kuwapatia. Amen. Wao walikuwa wanapaswa kupandisha imani yao kwamba tunakumbuka Mungu aligawanya bahari ya Shamu tukavuka kwa muujiza wa ajabu. Hata hivi leo jarishi kuna njaa, una uwezo wa kutupa chakula. Haleluya. Una uwezo wa kutupa chakula. Wao walikuwa wanapaswa kukiri hivyo na sio kulalamika. Haleluya. Sasa Mungu akasema nitawapa, lakini nitawajaribu. Mtihani unaoukwepa utakutana nao mbele. Unajua kuna wengi ambao wakikutana mtihani fulani anakwepa, anachenga, akifikiri kana kwamba na amemtoroka Mungu. Mungu atorokwi. Sema amen. Ukikwepa hapo utakutana nao kwa design nyingine, mtihani ule. Hao wana wa Israeli walikwepa hapa, tunaona kwenye bahari ya Shamu. Mungu akasema haina shida, acha nigawanye wavuke. Baada ya kuvuka akasema nitakutana nao huko mbele. Haleluya. Nitainua kitu kingine tena, mtihani ule. Kule wakawa na njaa, kule wakawa na kiu. Mtihani ule waliokwepa kule wakakutana nao kwa design nyingine. Shika mkono, pia mtihani unaokwepa utakuja kwa staili nyingine. Huwezi kwepa. Haleluya. Huwezi kufanyaje? Huwezi kukwepa, hauwezi. Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa? Shike mkono jirani yako, mwambie badilika. Usiwe mtu wa manung'uniko. Kuwa mtu mwenye moyo wa shukrani. Haleluya. Vipi unaendelea? Namshukuru Mungu, mambo yako vizuri kabisa. Ni mbaya kabisa. Kila kukicha ni bora ya nini? Msemo wa kuzimu wa kipepo.
Haleluya. Biblia inasema kila siku ni mpya mbele za Bwana. Sema amen. Jana sio kama leo. Leo kuna upako mpya kwa ajili yako. Ni kweli kabisa, jana kuna kitu hujapata. Leo hii Mungu anaweza kutenda, anaweza. Nasema anaweza kutenda katika jina la Yesu. Haleluya. Usikiri tu mabaya. Yaani hali ni ngumu kabisa. Mwingine anasema ninajuta sana kuzaliwa Tanzania, ni bora ningezaliwa mbwa Ulaya. Kisha ameona eti mambo ya Ulaya anakula chakula kizuri. Kwa hiyo na yeye anatamani machakula kama yale ambayo mbwa anakula. Anatamani angezaliwa mbwa ila asiwe binadamu Tanzania. Hiyo ni pepo. Si watu wanaongea hivyo? Haleluya. Amen. Wewe unafikiri hivyo maneno hayo mtu anaweza kaongea watu wakawa wanacheka au wanashangilia au wanamsifia kwamba anaongea vizuri, lakini hiyo ni kufuru kubwa sana. Amen. Sijui kama kuna mtu anaelewa hapa. Amen. Haleluya. Amen. Ndio kama haya ambaye hao Wayahudi walikuwa wanasema kwamba ni bora tungelikufa karibia na zile sufuria za nini? Za nyama. Tungelifia tu hapo hapo. Haleluya. Tungekufa kwa mkono wa Bwana. Kwa nini umetutoa? Wewe Musa na Haruni umetutoa kwa sababu gani? Lakini wao ndio walioomba. Ili wameshasahau maombi yao kwamba wao ndio walimwambia Mungu awatoe. Sasa Mungu hawezi kushuka mwenyewe kama mwenyewe aje ukatoa, anatuma mtu. Anakuja kwa niaba yake. Haleluya. Kwa hiyo wao walikuwa wanaona kana kwamba wanamnungunikia Musa na Haruni, kumbe walikuwa wanamnungunikia Bwana na sio Musa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa anasimama badala ya Mungu. Haruni alikuwa anasimama badala ya Mungu. Hata usiposema amen ndio jinsi ilivyo. Haleluya. Unajua kuna wengi ambao hawaelewi. Unaona mtumishi kama mtumishi yeye si mwanadamu tu kawaida, ni kweli ni mwanadamu. Lakini anapokuwa amesimama sehemu ya kazi kama vile nilivyo hapa. Amen. Hapa sasa sio mimi kama mimi, ni Bwana ndiye anayenena na wewe hapo. Sema amina. Ndio maana ujasiri ninaokuwa nao hapa, nikitoka hapa nakuwa sina tena. Nikiwa hapa nakuwa sina rafiki. Nikitoka hapa nakuwa rafiki, nakuwa mpole. Kuna mtu anaelewa? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu hawaelewi. Haleluya. Kuna mtu anaelewa hapa? Shike mkono jirani yako, mbio unaelewa? Mwambie unaelewa. Kwa hiyo hawa hizo walikuwa naona wanamnungunikia Musa na Haruni, kumbe sivyo. Wanamnungunikia nani? Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Musa na Haruni wamesimama badala ya Bwana kwa niaba ya Mungu. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Sema Bwana Yesu, naomba uondoe manunguniko ndani yangu. Ongea kwa sauti, naomba uondoe manunguniko ndani yangu. Niko tayari kuchukua hatua ya kubadilika. Tamka kukudhamiria, niko tayari kuchukua hatua ya kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Sitanungunika tena. Hata nikipitia changamoto, sitanungunika. Sitanungunika katika jina la Yesu Kristo. Ongea kutoka ndani ya moyo wako, sema sitanungunika. Sema sitanungunika kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuwa ni mtu mwenye moyo wa shukrani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakuanzia yaliyo mema. Haleluya. Unaelewa? Sema Bwana Yesu, mambo unipe neema. Safari yangu ya kuelekea Kanaani iwe fupi. Nifike mapema. Nisifie njiani kabla ya kutimiza ndoto zangu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu ya manunguniko ya hao watu, wengi walifia njiani. Walikufa njiani. Manake Mungu aliwavumilia. Kwenye bahari ya Shamu wakavumilia. Wamevuka pale, ni hapa tena wameanza kukumbuka masufuria ya nyama, akavumilia. Akasema ngoja. Hapa tena nawapatia, acha wale chakula. Amen. Biblia inasema kuanzia asubuhi kawa alfajiri, Biblia inasema umande ulipokuwa unaangukia marago, Biblia inasema ya kwamba mana ndio ilikuwa inaanguka hivi. Watu wakaenda wakaokota chakula, kila mtu anaokota sawa sawa na saizi yake inayomtosha kwa siku, wakawa wanakula mkate. Haleluya. Hawajui nani amepika, wakawa wanakula. Lakini ikafikia mahali wakaanza kukufuru. Wakasema ni nani atakayetupa nyama tule? Wakasema tunakumbuka zile nyama tulikula kule Misri bure. Walikuwa wanakula bure. So walikuwa watumwa. Walikuwa wanafanya kazi tena kupitiliza, alafu ndo wakawa wanakula. Wanasema tulikuwa tunakula bure, nani atakayetupa? Sasa hivi hatuna chochote kile chakula, hata nafsi zetu zimekinai chakula hiki dhaifu. Maana ni chakula dhaifu ambacho walikuwa wajui na hata amepika. Haleluya. Amen. Mungu akasema umefika hapo. Ngoja.
Haleluya. Kuna mtu anaelewa mahali hapa? Shike mkono tunaniambia badilika. Manunguniko sio mazuri. Mwambie manunguniko sio mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kuacha kunungunika? Uko tayari? Uko tayari? Sema leo ninabadilika kwa jina la Yesu. Kila mwenye kinywa ongea sema leo. Sema leo ninabadilika. Wale wanaocheza na watoto waache kucheza na watoto. Sema leo ninabadilika kwa jina la Yesu Kristo. Angalia kitabu cha Kutoka tena sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza. Angalia pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza. Tuone tena. Hao watu waliendelea na tabia ile ile. Hata watu wafaya wananungunika pia. Sio kweli? Mwache manunguniko. Sema amina. Amen. Iwe ni kwenye familia yako, pasi kuwa mtu wa kunungunika. Kila kitu huu unakuwa kama pani. Pasi kuwa namna hiyo. Sema amen. Amen. Amina. Angalia kitabu kile cha Kutoka sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza. Mkutano wote wa wana wa Israeli wakasafiri kutoka Bara ya Sini kwa safari zao kama Bwana alivyoagiza. Wakatua Refidim. Umeshapata hapo? Wakatua Refidim. Napo hapakuwa na maji. Angalia mtihani waliokwepa huko, wakakutana nao kwa design nyingine. Hapa hapakuwa na nini? Hapakuwa na maji. Mungu anaruhusu maksudi. Tena anawapitisha maana najua huko maji hamna. Amen. Anasema hapakuwa na maji. Watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Yaani kwa nini mnaongea na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Haleluya. Musa yeye alikuwa anajua kwamba hao watu hawapaswi kuteta na nani? Na mimi. Walikuwa wanapaswa kuteta na nani? Na Bwana na sio Musa. Mshike mkono jirani yako, mwambie ongea na Mungu. Mwambie ongea na Mungu. Kwa habari ya changamoto yako, kwa habari ya shida yako, usimlaumu mtu yoyote. Haleluya. Anasema mbona mnamjaribu Bwana? Mstari wa 3 anasema hivi, watu wakawa na kiu huko, nao wakamnungunikia Musa wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Yaani walikuwa wamekasirika, wanataka wamshughulikie Musa wampige kwa mawe. Amen. Anasema Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo uitwae mkononi mwako, ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka na watu wapate kunywa. Haleluya. Tosha tu hapo. Kwa hiyo unaona hao watu walisahau tena, wameshapewa chakula. Mungu akasema haina shida, nitawajaribu kwa kitu kingine. Amen. Maana ukisha kula vile vile inabidi na maji pia, si ndivyo eh? Mungu sasa akafanya hao watu waone kiu. Walipopata kiu wakasahau kumlilia Bwana, wakamnungunikia nani? Musa. Yaani na kule mahali popote walikuwa wanaweza hata kumshukuru Mungu. Kila mahali unaona ni malalamishi, wanalaumu. Haleluya. Nimekwambia mtu ambaye amepagawa na hili pepo la manunguniko, yeye kwake anakuwa haoni jema hata moja. Hakuna zuri hata moja. Anakuwa haridhiki. Hata ungemfanyaje haridhiki. Haleluya. Haridhiki. Shike mkono, mwambie ridhika. Mwambie ridhika. Haleluya. Jamani, kuna mtu anaelewa hapa? Iwe ni kama hivi tuko ibadani, unaongea na kusikia wananungunika. Yaani mtumishi anahubiri vizuri lakini ana hekima balance muda. Yaani bali inakuwa ndefu anavuta. Kanisa letu ni zuri lakini tu hapa. Yaani tumwombee kweli awe na hekima. Wananungunika. Haleluya. Kuna watu ambao wakitoa sadaka ni manunguniko. Anatoa sadaka anabatanisha na manunguniko. Na ndio maana wengi wanatoa halafu hawaoni matunda ya kutoa kwao, kwa sababu sadaka zao zimeambatana na manunguniko. Huwezi ukatoa kitu kwa Mungu halafu msimange. Haiwezekani. Sema amen.
Hata kama hujavuna kesho bado unaweza ukavuna. Muda bado unaweza ukavuna. Chochote kinaweza kutokea katika jina la Yesu. Sema amina. Unaamini chochote kinaweza kutokea? Haijalishi kwa dakika hii Mungu bado hajafanya. Dakika inayokuja Bwana anaweza kufanya. Hiyo inawezekana. Na ndio maana wengi unakuta wapokei kwa sababu ni watu wa kunungunika. Wananungunika ibada ndefu. Jamani, muda yani tunakuta muda. Wewe fikiria kuanzia saa 5 tunakaa mpaka saa 10. Yaani mtu mpaka unachoka eti. Ibada inaanza kuwa nzuri, hapo baadaye inakuwa chungu. Yaani kwa kweli hapo mtumishi hana hekima. Haleluya. Lakini mtu akienda kwenye harusi, hata kama maharusi waingie saa 2 usiku hakuna shida. Tena atakaa atafika kuanzia saa 5 asubuhi, atakaa hata mpaka saa 7 usiku. Anataka angalie kila tukio, wanalishanaje keki, wanafunguaje sijui nini, wanapeanaje zawadi, nani ametoa zawadi kubwa, nani amefanyaje. Anataka angalie kila tukio, tena anaangalia bila kusinzia. Lakini hapo wengine wamekaa kama milemba hivi. Unasinzia hapa. Na bado wewe tunataka kumuona Bwana. Uwezi ukamuona, haiwezekani. Shike mkono jinaambia badilika. Mwambie badilika. Haleluya. Kudiwa manake ni kuonywa. Mtoto halali huwa anakubali kuonywa. Wewe ukichapwa na mzazi, wakati ulipokuwa mtoto ukichapwa na mzazi unahama nyumbani. Haleluya. Unamnunia baba yako au mama yako mwaka mzima. Haleluya. Kwanza kama kuna mtu hapo wewe unakuwa mtu wa kununa una mapepo. Na kufungua leo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Sema amen. Sema hizo roho zitoke kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka roho kutoka mpaka wewe uamue mwenyewe. Hata ukiombea kama wewe hujaruhusu hizo roho kutoka hazitoki. Haleluya. Mbona fulani afunguliwi? Ni wewe mwenyewe. Wewe usiporuhusu kufunguliwa, hata ukiombewa na nani. Hata angetokea Yesu mwenyewe akufungue mwenyewe, kama wewe hujaruhusu haitokee chochote. Haka wewe mwenyewe uruhusu. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Shike mkono jirani yako, mwambie ruhusu wewe mwenyewe. Ruhusu wewe mwenyewe. Kwa maana Yesu akasema ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Hawatasema uko kule, uko pale au kule. Anasema kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Amen. Amen. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ni wewe mwenyewe kuruhusu tu ufanye kazi basi. Au uzuie usifanye kazi, ni wewe mwenyewe. Amua sasa. Haleluya. Ngapi wanaelewa? Sema naacha kunungunika. Sema kwa sauti ya juu, ninaacha kunungunika. Angalia tena kitabu kile cha Hesabu sura 21 mstari wa 4. Fungua Biblia yako, kitabu cha Hesabu sura 21 kuanzia mstari ule wa 4. Haleluya. Umeshapata mahali hapo? Kitabu cha Hesabu sura 21 kuanzia mstari ule wa 4. Anasema hivi, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuzunguka nchi ya Edom. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Wewe usife moyo hapa. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Anasema watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa. Angalia kama kawaida yao. Watu wakamnungunikia Mungu na nani? Na Musa. Mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Angalia. Hiyo maana walikuwa wameifanyia kazi. Hawajafanya kazi. Mungu anawalisha tu, lakini sasa wamefika pabaya hapo. Haleluya. Amen. Kwamba roho zetu zimekinai chakula hiki nini? Dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa, yule leo anayemnungunikia. Wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hao. Haleluya. Hapa sasa ifikia wakati Mungu akachoka manunguniko yao. Mungu akichoka hali fulani au akichukia akapitiliza hali fulani, anaruhusu adhabu ije. Mungu ni mvumilivu sana, apigagi kwa haraka. Amen. Amen. Kuona mpaka Mungu ameachilia pigo juu ya kwamba huyo mtu yani ni kwamba amepitiliza.
amefanya kosa mpaka amepitiliza. Sijui kama kuna mtu anaelewa hapa. Haleluya. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikufa hapo. Kwa nini? Kwa sababu wameumwa na hawa nyoka wa moto. Ni kitu gani kiliyosababisha nyoka wa moto wakawa wanauma? Ni kwa sababu ya manunguniko. Nyoka wa moto leo inaweza kuwa ni uchumi mbaya, yaweza kuwa ni afya isiyodumu, yaweza kuwa ni hali ya kukosa amani, au ni nyoka wa moto. Si mpaka aje nyoka kama nyoka. Kuna vitu ambavyo leo viko kwenye maisha ya watu yaweza kuwa ni kama nyoka wa moto ambao walifanya kazi wakati ule. Kuna mtu anaelewa mahali hapa? Lazima uache manunguniko katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Lazima uache manunguniko. Iwe nikwambia, iwe ni kwa habari ya kutoa, ukitoa sadaka uacha kunungunika. Unanungunika, yani kanisa hili lina sadaka nyingi, lakini nyumbani kwake ana kadi hata zaidi ya 8 za harusi za michango ya marafiki zake. Anunguniki, akiletewa hii anapokea. Akiletewa hii anapokea. Akiletewa ya mbesi anapokea. Anunguniki, lakini aje ambiwa kanisani toa sadaka ya fungu la 10, toa sadaka ya shukrani, toa sadaka ya kinabii, toa sadaka imekuwa nyingi. Manunguniko yanazuia watu kupokea. Lazima kanisa ubadilike katika jina la Yesu. Nasema lazima ubadilike. Sema amen. Sadaka ni nyingi. Mpaka wengine anaweza akatoroka. Ukitoroka Mungu atakuleta kwa staili nyingine. Huwezi mchenga hata siku moja. Haleluya. Huwezi mchenga. Sasa umetoroka hii. Subiria wewe dawa yako ndogo. Haleluya. Haleluya. Tabana kwenye kona tu utakuja tena. Ukija mtihani kama kawaida. Haleluya. Kama kawaida. Hakuna kukwepa. Huwezi kukwepa kabisa. Huwezi. Kuna mtu anaelewa? Shike mkono jirani yako, mbia huwezi kukwepa. Kamuulize Yona. Haleluya. Yona alijidai anakwepa, Mungu anasema yani wewe utakuja tena kwa machozi kabisa. Amen. Sio hivi kawaida kwa machozi. Haleluya. Yona akakaa katika tumbo la nyangumi kwa muda siku ngapi? Siku 3. Akamwambia Mungu, yani nikitoka tu hapa, ninaondoa nadhiri zangu zote, niko tayari kwenda kabisa nitaenda. Lakini wale watu walikotubu wakaokoka, Yona akakasirika. Alikuwa anataka wale watu wasitubu ili wao. Haleluya. Sasa kuna watu wengi ambao hata akiambiwa kutoa anakimbia. Kanisa lazima hilo pepo liondoke hapa. Sema amen. Hakuna mtu wa nje atakuja kukufanyia maendeleo wewe afu wewe uko hapa. Wewe ndio unapaswa kufanya wewe. Ubebe mzigo wewe. Mtu wa nje hajui umuhimu wa madhabahu. Wewe unajua umuhimu wake kwa sababu madhabahu inanena kwa ajili yako. Madhabahu inakufungua wewe. Madhabahu inasababisha baraka juu yako. Madhabahu inasababisha upenyo juu yako. Wewe ndio unayepaswa kubeba mzigo. Wewe msalaba upasi kumwachia mtu mwingine. Ni wewe. Narudia tena, ni wewe. Haleluya. Kuna mtu anaelewa hapa? Unaelewa? Punga mkono wako mbele kama unaelewa kitu ambacho Mungu anasema na wewe. Sema Bwana Yesu, kionyesha mkono wako juu. Bwana Yesu, naomba unipe neema kwa ajili ya utukufu wako. Nibadilike. Ongea kwa sauti, roho ya manunguniko isitende kazi ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa roho ya manunguniko kufanya kazi ndani yangu. Pepo la manunguniko toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Roho ya kutokuridhika toka. Kwa sauti toka. Kwa jina la Yesu Kristo. Kiomba kwa imani unapokea, lakini lazima na wewe vile vile ufanye sawa sana kile ulichofundishwa. Chukua hatua. Sema amina. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Kwa hiyo manunguniko yalipozidi Mungu akatuma nyoka za moto. Watu wengi wakafa. Amen. Na mtu anaelewa hapa. Na mtu anaelewa hapa. Mungu hapendi kunungunika. Yaani sehemu za manungunika ambazo waizi walinungunika, na kila alipokuwa ananungunika lazima Mungu alikuwa ikafikia wakati anashuka anawaadhibu. Kuna mahali ambapo Musa aliwatuma mashujaa waende kuipeleleza nchi ya Kanaani. Amen. Watu wawili tu, Yoshua pamoja na Caleb, ndio waliongea vizuri. Watu wengine wale 10 wakawa wanaongea vitu hovyo. Na walipoongea hivyo hovyo, Mungu aliwaua wao. Amen. Haleluya. Walikuwa wananungunika, sisi tumejiona kama mapanzi, hatuwezi ile nchi jamani, na wala watu wanaoikaa. Mungu akasema hao watu watanidharau mimi mpaka lini hao? Akasema Musa, hebu jitenge nao, alafu niwaue mara moja, alafu nitakuinua wewe nikufanye kuwa taifa kubwa. Musa akamwomba Mungu, akasema hapana, usifanye hivi. Ukiwaua hao watu wa Misri watakaposikia habari hii
watasema kwamba ulikuwa hauna nguvu za kuwafikisha kule ambako uliwaahidi utawapeleka. Kwa hiyo usiwaue. Haleluya. Mungu akaacha kwa sababu Musa amewaombea msamaha. Kuna mtu anaelewa hapa? Lakini kama Musa asingeombea msamaha, Mungu alikuwa anawafuta kweli. Alafu amuinue nani? Musa. Kuna mtu anaelewa hapa? Wache nini? Manunguniko. Nimekwambia mtu mwenye manungunika anakuwa ana shukrani, anakuwa ni mtu asiyeridhika. Amen. Aridhiki yani na chochote, aridhiki. Hata umpe nini, aridhiki. Sasa wewe unapaswa kuwa na roho ya kuridhika. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Hiyo ni ndani hata kwenye familia. Unaweza kukuta kama ni mwanaume anamnungunikia mke wake, yani sijui nilikosea, sijui ilikuwaje, ananungunika. Iwe ni wamama unakuta na wao wananungunika. Anaweza kumnungunikia mume wake, anaanza kusema ya kwamba mbona wanaume wenzako wako kama wewe, wewe unawajuaje, ulishaishi nao? Umewajuaje? Mimi nilikuwa mimi najua ndio wa kwanza, kumbe unawajua na wengine. Haleluya. Mbona wanafunza hapo hivi? Upasi kusema hivi, unakuta ni manunguniko. Akiletewa kitenge anasema, badala aseme kwamba Mungu akubariki. Yaani jamani, unajua kuchagua hata kama hujakipenda. Ukitaka mtu siku nyingine akuletee zawadi, shukuru. Amen. Sema amen. Amen. Sasa unaona hili kitenge ndio unanifaa, mimi siwezi kuvaa hivi. Mimi siwezi. Mimi nataka kama cha mama fulani. Sasa ukiwa ni mtu wa kunungunika hivyo, wewe mwenyewe unaharibu nyumba yako. Unanielewa eh? Yaani kuna watu unakuta ndani ya nyumba ni manunguniko kama vipanya huko ndani, ni manunguniko. Mimi nilivyokuwa kwetu tulikuwa tunakunywa chai ya maziwa, lakini nimekuja hapa ndio nakunywa tu ya rangi. Sisi nyumbani kwetu ukimwambia nipelekee maji ya kuoga bafuni, anasema sisi kwetu baba anapelekaga maji mwenyewe bafuni nyumbani kwetu. Ukifika wakati wa sikukuu unasikia ni manunguniko. Kwetu ikifika majira kama haya tunanunuaga nguo mpya hatuvaagi ya zamani. Yaani ukuta ni manunguniko. Na ndio maana hata baraka hazionekani kwenye familia kwa sababu ya kunungunika. Hiyo roho ikutoke katika jina la Yesu. Sema amen. Shika mkono jirani yako, mwambie acha kunungunika. Mwambie acha kunungunika. Sasa wewe unaanza kuanza tena maziwa ulikuwa unakunywa kwenu kwa amna hapo huko kwenu. Hapo umeanza maisha yako wewe. Amen. Sema amina. Wewe tengeneza mazingira ili uweze kupata hiyo chai kama ulikuwa unakunywa kule. Sema amen. Kunungunika tu kama panya. Manunguniko tu. Hilo pepo lazima liondoke ndani ya kanisa na kwenye nyumba zetu pia. Kuna mtu anaelewa hapa? Kuna mtu anaelewa hapa? Shike mkono, mwambie acha kunungunika. Mwambie acha kunungunika. Haleluya. Unapona kwa jina la Yesu Kristo. Unapona kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Utakuwa ni mtu mwenye moyo wa shukrani. Na wewe wanaume wenzako hawako kama wewe. Mbona wako hivi? Bwana Yesu asifiwe. Basi kunungunika. Wako wenzako wanang'ata mpaka mikia vinyonga baada hawaolewi. Wako wengine mpaka wanataka kufia kwenye yale maduria ya saruni. Manini yale? Umeme unakatika, unawaka, yuko pala anatengeneza baada hawajaolewa. Wewe umepata hata angalau cheusi magala wako, bado unamtesa. Kila mtu lazima ubadilike katika jina la Yesu. Sema amen. Nasema kanisa lazima lipone katika jina la Yesu Kristo na Nazareti. Sema nabadilika kwa jina la Yesu. Sema nabadilika. Sema nabadilika. Ninaacha manunguniko kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unajua kitu kizuri ukiwa nacho huwezi kujua uthamani. Subiria upoteze. Amen. Ukipoteza ndio utajua umuhimu wake. Sasa kabla hujapoteza shtuka mapema. Sema amen. Sema Bwana Yesu, naomba unipe neema. Naomba unipe neema. Roho ya manunguniko isitende kazi ndani yangu katika jina la Yesu. Mungu akubariki na mimi umepona. Simama juu kama. Amen. Haleluya. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya neema. Asante kwa maana umesema na mimi siku hii ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Niko tayari kubadilika. Maana neno lako limeponya moyo wangu. Limeponya nafsi yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Niko tayari kugeuka kabisa. Waimbaji na wapiga vyombo wapande sasa.